Meli kubwa ya kifahari inayohusishwa na mmoja wa washirika wakuu wa rais wa Urusi Vladimir Putin imeibua mjadala mkubwa kimataifa baada ya kuvuka mlango wa bahari Hormuz katika kipindi ambacho njia hiyo muhimu ya usafiri wa nishati duniani inatajwa kuwa chini ya udhibiti mkali wa kijeshi. Meli hiyo Nord yenye urefu wa mita 142 na thamani inayokadiriwa kuwa zaidi ya dola milioni 500 inahusishwa na bilionea Urusi Alexei Modashov ambaye ni mmoja wa wafanyabiashara wenye ushawishi mkubwa na anayejulikana kuwa karibu na Rais Vladimir Putin. Ingawa Modashov hajaorodheshwa rasmi kama mmiliki, rekodi zinaonyesha meli hiyo ilisajiliwa kupitia kampuni inayohusishwa na mke wake mwaka 2022, hatua inayotafsiriwa na wachambuzi kama njia ya kukwepa vikwazo vya kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa za ufuatiliaji wa baharini, Nord iliondoka Dubai usiku wa Ijumaa na kuvuka mlango wa Hormuz kabla ya kufika Muscat, Oman mapema Jumapili. Safari hiyo imekuja wakati ambapo usafiri wa meli katika eneo hilo umepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na mvutano wa kijeshi na kisiasa unaoendelea kati ya Irani na Marekani. Mlango wa bahari Hormuz ni njia nyeti sana katika uchumi wa dunia, ambapo takriban 20% ya mafuta duniani hupita katika eneo hilo. Nchi zinazozalisha mafuta kama Saudi Arabia, Iraq, Qatar pamoja na Falme za Kiarabu hutegemea sana njia hiyo kwa usafirishaji wa nishati yao kwenda masoko ya kimataifa. Mvutano umeongezeka baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza hatua za kijeshi dhidi ya Irani, ikiwemo kile kilichoelekezwa kuwa ni uwezekano wa kuzuia bandari za Irani. Kwa upande wake, Irani imeendelea kusisitiza kuwa ina mamlaka ya kudhibiti usafiri katika eneo hilo, jambo ambalo linazua hofu ya usalama kwa meli za kimataifa. Wakati huo Iran na Urusi zimekuwa zikiongeza ushirikiano wao wa kisiasa na kijeshi, huku mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya pande hizo mbili yakifanyika wiki hii. Wachambuzi wanaona kuwa uwepo wa meli inayohusishwa na mfanyabiashara wa karibu na Kremlin katika eneo hilo unaweza kuwa ishara ya uhusiano wa karibu zaidi kati ya mataifa hayo mawili, hasa kwenye kipindi ambacho mvutano huu umeongezeka kwa kasi. Licha ya hatari zilizopo, baadhi ya meli binafsi na za kibiashara zimeendelea kutumia njia hiyo, ingawa kwa tahadhari kubwa. Kampuni nyingi za usafirishaji zimepunguza safari au kubadili njia kutokana na gharama kubwa za bima, hata hatari ya mashambulizi. Athari za hali hii zinaonekana katika soko la nishati duniani. Bei ya mafuta ghafi aina Brent imepanda hadi kufikia dola 109 kwa pipa, ikichochewa na hofu ya kukatika kwa usambazaji. Kuongezeka huku kwa bei kunaweza kuathiri uchumi wa nchi nyingi, hasa zile zinazoagiza mafuta kwa wingi. Kwa ujumla, tukio la meli ya Nord kuvuka mlango wa Hormuz linaangazia hali halisi ya mvutano uliopo, ambapo siasa, nguvu za kijeshi na maslahi ya kiuchumi vinaingiliana kwa kiwango kikubwa, huku dunia ikifuatilia kwa karibu hatima moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji duniani wa nishati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV.